Ni timu ya wananchi Young Africans, ni moja ya timu ambayo imefanya makubwa zaidi katika msimu huu 2026-27. Bado mechi zipo 27 upande wao. Maana yake ni kwamba kufikia wakati huu kikosi cha Yanga wamecheza michezo takriban mitatu. Ndani ya michezo mitatu wao wamethibitisha na kudhihirisha kwamba dhumuni lao kubwa wanahitaji kubeba ubingwa RBC Premier League kwa mara ya 6 mtawalia na kuweka rekodi ambayo haijawahi kuwekwa katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi kwa ukubwa, na kila ambacho kila mmoja katika nafasi yake anahitaji kujua na anahitaji kutambua kwa uzuri kabisa. Yanga wanashuka mzigoni tena siku ya kesho. Yanga wanashuka mzigoni hiyo kesho kwa ajili ya NBC Premier League, mchezo mwingine ambao tutakwenda kutazama miamba hii ikifanya makubwa na kuhakikisha kwamba timu yao inakuwa katika sehemu ya ushindani, sehemu ya ukubwa, na kila kitu kinakwenda katika sehemu yake na sehemu ya ufanisi mkubwa. Coach Mankoba Mwangwiti, moja ya makocha ambao wamekuwa na performance nzuri zaidi katika upande huu. Yeye amedhamiria pakubwa kuhakikisha kwamba burudani ya wananchi inazidi kuwepo. Kikosi cha Yanga bado wanaendelea kupiga tiz kuelekea katika mchezo wao wa hiyo kesho, kuhakikisha kwamba performance yao itakuwa ni performance iliyotukuka. Ubora wao pia utakuwa ni ubora ambao umetukuka, na kuhakikisha kuwa wanakwenda kufanya vizuri zaidi. Miongoni mwa vitu ambavyo mashabiki wa Yanga wanajiuliza ni upande wa Sergio Gomez, atarejea lini au atapata nafasi lini ya kwenda kucheza katika upande huo. Hiyo ni swali, lakini pia swali jingine ni kwamba Stefan Aziz Ki yeye pia atarejea lini kikosini kwa ajili ya kufanya ubaya ambao pia wanahitaji kufanya. Hayo maswali hapo, lakini majibu yake yatakwenda kuonekana mechi hapo kesho, Yanga akishuka mzigoni dhidi ya miamba ya Pamba Jiji wanarindanda wanakawekamo kutokea jijini Mwanza. Ni mchezo mgumu, lakini ni mchezo ambao coach Mankoba Mwiti anakuambia this game will be a tough game, but we have to win as Young Africans so that we can defend our trophy or our title. Nikuvirishe katika sehemu ya kikosi cha nyota 11 ambao probably coach Mangwiti anakwenda kwanza nao. Ni kikosi ambacho kila golikipa Djigui Diarra kianzia rangoni, wakati beki namba 2 tupo na mwamba yao Arthur Kwasi, 3 ni Shadrack Isaka Boka Mede, wakati Ibra Baka Sergeant yeye pamoja na nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto, hawa wanasimama kama mabeki wawili, wakati kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika sehemu ya uzuri kabisa. Wakati ambao tukitazama namba 6 yupo Juk Oge Abuya akicheza kama namba 6. Upande wa namba 7 tupo na Albert Kangwanda anacheza kama nambari 7, wakati nambari 8 ni Mudathiri Yaya Basi Saidi akicheza kama nambari 8, yani box to box midfielder, wakati nambari 9 tupo na Chuma kweli Peter Sharurire, huyu anasimama kama namba 9 ya mshambuliaji kiongozi, 3 games 2 goals. Performance yake sio mbaya zaidi mpaka wakati huu. Upande wa namba 10 yupo mtakatifu wa Kongo, anaitwa Maxim Pienzengeri, huyu anacheza kama nambari 10, yani kiungo mshambuliaji. Tukija upande wa namba 11 anahitimisha Hussein Zakwani, huyu ndiye anahitimisha sehemu ya nyota 11 ambao tutakwenda kutazama katika mchezo huu, Yanga dhidi ya wanarinda wanakawekamo wana korokea Mwanza, yani Pamba Jiji. Hao ndio sehemu ya nyota 11 ambao tutakwenda kutazama katika sehemu ya mabadiliko ya kikosi ambacho kocha Mankoba Mwiti ameweza kutangaza kufanyika katika mchezo wa hiyo kesho. Maandalizi yanakwenda uzuri kabisa. Stefan Aziz Ki pamoja na Sergio Gomez, kuna uwezekano mkubwa wa kuwatazama hiyo kesho. Kikosi hicho unaiona Yanga ikipata ushindi wa mabao mangapi? Basi tuwekee maoni yako, usahau kusubscribe, kushare zaidi ili wa kwanza kunufaika na kuzidi kuzipata taarifa na updates za moja kwa moja. This is your best choice.